Kama wanaume wote watakuwa wanatufuata sisi, wanasema hadi watu wanje kwanza ndio watu wote. Tutaonja na wangapi Yesu wangu? Vunja uchumba ukiona mtu hakufai kulikoni kwenda kuvunja ndoa ambayo tayari imekwisha kutengenezwa. Ndoa haitaji hasira. Yaani kama una hasira usifikirie kuoa. Vile ambavyo unajirahisi wewe kuolewa na mshangazi, wewe sio mzalendo. Kati ya vitu ambavyo havijaribiwi ni ndoa. Yaani the moment umezama humo ndani, umetumbukia pap, ni for life. Kwa hiyo hii habari ya kujaribisha ndoa ni tamaduni za kigeni zinazotujia. Mimi na swali. Naona wote mmeulizwa maswali, kasoro niliambiwa mheshimiwa hapo aliyesomea uchumi. Kwa mimi ninapoangalia mipango ni malengo, si ndio hivyo Na malengo kutimia maana yake ni kumefanyika sehemu fulani maendeleo, si ndio hivyo? Sasa imetokea mfano kuna kijana hajasoma lakini ana mipango mizuri ya kufanyije, ya kufanikiwa. Na mtu ukifanya kweli mipango, ukifuata vizuri, unatimiza malengo yale, yani unatoboa kimaisha. Tufanye hivyo. Hasa yule kijana si hajasoma, na sasa hivi ukiangalia ulimwengu wa sasa hivi, kijana ambaye hajasoma hawezi kusikilizwa na mtu yoyote, yani wanaomsikiliza ni wachache sana. Hasa huyo kijana unawezaje kumsaidia ili aweze kufikia ile mipango yake aliyokuwa nayo? Sawa. Bubu, utakuwa na maswali mawili. Kulikuwa na swali lingine pia la namna ya kuraise mitaji. Nitamalizia na hawa watu wawili. Karibu. Za saizi jamani. Mimi naitwa Abdul Malik, natoka kwenye taasisi ya Surrender for Freedom Teachment Center. Mimi nilikuwa kuna kitu nataka nijazie au niulize kwa brother pale. Naomba angenisikiliza. Brother Samu, yani kwanza Samu, kuna vitu viwili unatakiwa utambue. Umesema una hamu ya kuoa, lakini hujui utaoaje. Samu, watu wanaoaje? Kuna tofauti ya harusi na ndoa. Sawa? Sasa wewe usijue kwa unaoa kutokana na hisia zako. Yani hisia ndo zimeoa. Alafu ndoa unaenda kuishi wewe. Harusi ni kitendo cha lisali moja. Yani muda tulokaa hapa harusi imeshaisha. Lakini ndoa unaenda kuishi wewe na mke wako, kumvumilia mtu kwamba ambaye humjui tabia zake. Kumvumilia mtu wewe una tabia zako, mirejesho yako, alafu mkakopi na kuweza kuishi kwa pamoja. Hapo ndo kuna changamoto. Naongea hiyo kwa sababu mimi ni muhanga wa hilo jambo. Mimi nimeoa, lakini nilikuwa naambiwa na watu kwamba angalia this time unaoa kuna kitu fulani na nini na nini na nini. Mwisho nikayaona hayo. Kwa hiyo na uzoefu na hicho kitu kwa sababu nimepitia na kiumri fulani. Naenda 40 bado kama miezi 2-3 hivi. Kwa hiyo mimi kama kijana leo pia nikihitaji kwanza kwenda kuoa, kwanza natakuwa niwe tayari mimi mwenyewe. Utayari wa vipi? Yani kwamba niweze kujisikiliza mimi Abdul Malik leo niweze kujisikiliza, nijitambue mimi, nijipende mimi mwenyewe, alafu ndo niweze kumpenda mtu mwingine. Kabla sijaweza kujipenda mimi na kujitambua mimi, hisia zangu sasa hivi nataka nini, kuweza kufikiria, kuangalia mbele, siwezi kuwa nataka kumhendo mtu wakati sijajihendo mimi mwenyewe. Wanaume wengi, vijana wengi wa kiume, tunataka tuwe na wanawake ambao wana tabia zangu, maisha ninayoishi mimi na kufuata mimi ninavyotaka mimi. Na hiyo ni uongo. Ametoka na tabia zake kwao na mimi na tabia zangu. Ule uvumilivu kwenye ndoa ndio unaweza kunifanya mimi nikaishi naye. So ule utamu wa siku ile ya harusi ndio unaweza kunifanya mimi nikaishi na yule mwanamke. Asante. Amenipunguzia maswali mengi sana. Nafurahi tunavyoendelea kushirikishana. Lakini nitaomba, muda umekuwa mchache, ndio maana niliomba maswali mapema. Lakini siku zote huwa inakuaga hivi. Nikukaribisha tena jioni ya zamani nyingine. Lakini bado napokea kwa watu wachache sana ambao tayari wameshaongea, wachache sana. Karibu brother, concern yako chini ya dakika 1. Kwa jina naitwa Faisali,
Pia nashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Pia nashukuru kipindi ya jioni ya zamani. Na pia nimeweza kupata faida kwa kuweza kukaa hapa leo na kusikiliza. Sikuweza kuchangia, lakini nafikiri nimepata faida kubwa. Hata nikisema tu nisiongee, lakini kuna faida nimepata. Lakini pia nafurahi pia nikiweza kuongea na mimi kidogo, na mimi pia naweza kufarajika na kuweza mtu mwingine akapata faida kupitia mimi. Lakini kwa mtazamo wangu tu kwamba najua maisha ambayo nimeishi ya wazazi wangu, watu zamani walikuwa wanaoana kwa kuambiwa wewe utaolewa na huyu, bila wao kuwa na mahusiano. Na hilo nimeliona sana, na pia nimesikia sana kwa wazazi. Hawakuwa watu na mahusiano, lakini huyu akaoana na huyu na maisha yakaenda. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda katika karne hii ya kwangu au hii ya kwetu sasa hivi, kutokana na utandawazi, kiasi kwamba hizo swala nimekuwa ni swala ambalo sasa hivi haliko tena. Lakini naamini kabisa mimi kama kijana nikitaka kuoa, basi niwe na nia ya kuoa na nisimwangalie mwanamke yuko vipi. Mimi nimuoe tu kwa sababu nimempenda no matter what. Lakini kama jamaa alivyochangia kwamba lazima yani kama kijana kawaida yake lazima niingie kwanza alafu ndo baadaye nije nioe. Kwa hiyo kwa upande wangu hiyo mimi mtazamo wangu kwamba pale nilipopenda no matter what mimi nitaoa pale pale. Haitajalisha kwamba lazima niingie alafu ndo nioe. Hapana, kwa sababu naingia kwa ajili gani? Naenda kujaribu kitu gani ili ndo nifanye maamuzi ya kuoa. Kwa hiyo maamuzi yangu mimi nimuombe Mungu, maamuzi yangu yatoke moyoni. Na nirekebishe zile attitude zangu na niweze kumvumilia mwenzangu, kwa sababu tunaoana, kila mtu ana tabia yake. Lakini nikubali mapungufu yake na yeye anaweza kubali mapungufu yangu. Thank you. Swali langu litalenga moja kwa moja kwa mtu wa afya ya akili na mwanauchumi. Wanachuo wengi tumekuwa na ile kauli ya kusema nataka nijiajiri mimi kama mimi. Kwa sisi hasa kwenye mambo ya journalism au uandishi wa habari, kuna kitu ambacho tunajifunza, sio kuongea, tunajifunza vitu vingi. Lakini mtu atakwambia mimi sasa hivi nataka nijiajiri mwenyewe. Kwenye kujiajiri pale kuna vifaa ambavyo atavitaka baadaye, lakini familia zetu sio zote zina uwezo, zina viwango vyake. Kwa mtu mwenye familia ambaye kiwango ni cha chini, anataka ajiajiri mwenyewe, anahitaji kamera milioni 2, anahitaji drone, anahitaji gimbal. Ni bei yani ukipiga vyote hivyo ni mtaji kama milioni 7-8. Atajikimu vipi ili afikie malengo yake? Hilo swala pia kwenye mtu wa masuala ya afya ya akili limekuwa likiumiza vijana wengi sana kuhusu hapo. Mimi nilikuwa na swali moja. Nilimuelewa brother kwa nini alizungumza vile, na katika upande wa kidini nimejaribu mara kadhaa kusoma Biblia kwa kiasi chake. Na ni swala ambalo limekuwa likiumiza sana kichwa. Tafsiri ya ndoa ni nini? Kwa sababu ukija ukisoma Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna mahali ambapo unaweza ukasema kwamba kuna nabii ama mtu walienda kanisani wakafunga ndoa. Lakini unamuona Yakobo anaenda kufanya kazi kwa mjomba wake, anapewa mke, anaingia ndani. Ukija kwa Musa naye tena baada hapo akapewa mke, akaingizwa ndani. Na tukija ukisema tafsiri nzima sasa hivi, watu wengi wanakazania kwamba vijana lazima ufunge ndoa. Akati ukija ukiangalia kwenye Biblia hakuna mahali ambapo palisema kwamba alifunga ndoa, ila inasema kwamba alienda akapewa mke, akarudi ndani, akaingizwa ndani. Akaenda akapewa mke, akarudi ndani, akaingizwa ndani. Kwa hiyo ni swala ambalo limekuwa likiumiza sana kichwa. Tafsiri haswa ya ndoa ni ipi? Yaani ndoa ni ile kufungwa kanisani ama ndoa ni ile mmeshakaa ndani tayari? Yaani ipi ni ndoa katika hizo mbili? Na mimi nashukuru kwa siku ya leo. Naitwa Chrysostom. Nitaelezea kwa ufupi kidogo na nitaomba uzoefu kutoka kwa meza kuu hapo, hasa mama zetu na wazee. This time tunaona kwamba wazazi sana mnakuwa mna push mahusiano yafanyike. Mnakuwa mna push sana mahusiano yafanyike, na mnapenda sana kuona vijana wenu wana excel kwenye mahusiano. Na mama hapa, kama nimemsikia vizuri, ameenda mbali sana. Yeye amesema kwamba tunataka wajukuu.
si nanilii ya watu wawili wale, mtu mume na mtu mke, lakini pia wazazi wamekuwa na hiyo taswira, hiyo nanilii hamu. Sijajua kipindi cha zamani kama ilikuwa hivyo, mtatuelezea vizuri. Upande wa kike, vijana wa kike, this time tunashuhudia wengi sana wanapenda huu single mama na wanafurahia kweli, wanapenda kutunza miili yao na kadhalika. Kadhalika upande wetu hatupendi makelele sana, kidogo makelele yakirise, yani mtu unatoka unakaa pembeni, ukirudi ukishtuliwa tena kidogo unasema hii ni nini tena? Ninyi mlikuwa na nguvu gani kustahimili hayo ili na sisi tuingie? Ninyi wakati mnaingia kwenye hayo mahusiano, naamini TV hazikuwepo nyingi. Naamini pia vitu vya kushikika hivi, magari, sijui kochi zenye sponge. Kwa binti wa kike sasa hivi ukimwambia kwamba nina sehemu ya kupanga, sina kochi zuri na la plastiki, atakuangalia mara mbili. Atasema naenda wapi hapa? Ni nini hiki naenda kukifanya na mwenzangu? Je, mnafanyaje kutushawishi sisi sasa tuendelee kustiki kwenye mahusiano, lakini pia tufurahie? Maana tunaona na tunashuhudia na wengine tuna experience haya mahusiano ambayo sisi tunayafanya hayawi kwa sisi kwa sisi. Muda mwingine wazazi ninyi na ndugu mnajaribu kuingiza masuala yenu binafsi kwenye mambo yetu. Sijajua kama hili lilikuwepo kwenye kipindi chenu. Hapo unasema wajukuu, mtasema kitu kingine, mtataka kitu kingine. Hatuelewi tushikie vipi. Hawa watoto wa kike pia kama sisi tulivyo tunachagua sana. Ilikuwepo kipindi chenu na mnatusaidiaje? Asante. Kwa majina mimi naitwa God Bless. Natokea kituo cha Surrender for Freedom Treatment Center. Nashukuru kwa jioni ya leo. Mtaalam, kuna swala moja lilielezea, ila kuna sehemu kidogo nilikuwa sijaelewa. Sasa ningependa tu kupata ufafanuzi zaidi. Kwamba unapokuwa na mpango lazima kuwe na kusudi ambalo linakupa wewe nguvu au hamasa ya kuweza kutimiliza ule mpango au kufikia ule mpango. Sasa mimi nilikuwa napenda tu kujua kwamba ni kipi kinaanza kati ya mpango au kusudi. Habari za usiku. Kwa majina naitwa Benalisa Laurent, nimetokea HMC. Samani, mimi nilikuwa nataka niongezee hoja kidogo. Nilikuwa nataka niongee na yule kaka. Yule wewe hapo kaka Sam. Sawa. Kaka Sam, mimi nilikuwa nadhani kama unahitaji kuwa kweli seriously, kuna vitu muhimu vya kuzingatia. Kiachana na kwamba labda yani hadi mtu muingilie kimwili ndio ujue kwamba wewe ni sahihi. No. Mimi sidhani kama hicho ni cha muhimu. Kwa sababu kama hicho ni cha muhimu na uhakika, hadi hapo ulipofikia kuna watu ambao umeshaingilia kimwili zaidi ya mmoja na hakuna uliyemuoa. Na hakuna uliyemuoa hata mmoja. Sasa nilichokuwa najiuliza ni kwamba utakapozidi kuingilia hao wengine zaidi, utapata mke? Hapana. Kwa hiyo cha muhimu ni kwamba kuna vitu vya kuzingatia. Angalia hekima ya kimungu kwa mtu ambaye unataka kumuoa. Ana hekima ya kimungu, ana utulivu, anajua nini, mtu mwenye huruma. Yaani unapokuwa kwenye urafiki na mtu, kuna baadhi ya vitu unavigundua hata kabla hujamuingilia kimwili. Unajua tu huyu anaweza kuwa mke wangu. Tofauti na kwamba ile ushamuonja, umegundua iko hivi na hivi. Baadaye hata kama ana tabia nzuri, unashinda tena kuendelea naye kwa sababu unajua huyu alinikubalia mwanzo nikamuonja. Unaona? Lakini tuangalie tabia, tuzingatie tabia ya mtu ambaye anataka kumuoa. Lakini pia angalia mtu hekima yake, anavyoongea. Unaweza kumpima kwa vitu vidogo vidogo ukajua huyu ni mtu sahihi. Lakini kusema kwamba mimi nilikuwa naumia, yani kaka nisikufiche. Ulipokuwa umekaa pale unaongea kwamba bila kuonja, yani moyo wangu unafanya pa. Nasema yani naumia mpaka nasema like kama yani
Kama wanaume wote watakuwa wanatufuata sisi, wanasema hadi watu waonje kwanza ndio watu wote. Tutaonja na wangapi Yesu wangu? Ifike mahali tujue tujifunze masuala ya kimungu, kiroho, dini zetu zinazotufundisha tuwe na hofu ya Mungu. Lakini pia hiyo ya kuonjaonja, kuna roho tunakuwa tunaziinua ambazo baadaye zinazalisha vitu, zinazalisha ile, unakuta mtu ukimwona binti mzuri hadi umuonje, ndo hivyo. Kwa tufikie tuwe na kiwango, ujue kwamba tuwe na kiasi, ujue kwamba natakiwa mtu ambaye na mtu naye mhitaji anatakiwa na vitu gani. Hicho cha kwanza. Lakini kingine ujue sio kila mwanamke ambaye unamuona unatakiwa muonje kwanza. Hapana. Watu tumetokea familia tofauti. Tumetokea kwenye familia tofauti, watu wana roho tofauti. Ndio maana unakuta vijana wengi sasa hivi hawana mafanikio kwa ajili gani? Wanaonja wanawake wengi. Wale wanawake wanakuwa wananungunika, anaomba. Unakuta binti akiingia kanisani anaomba, analia. Kwa sababu unakuta amegawa kwa wengi sana. Na amna aliyemuoa. Yanakurudia, baba utaendelea? Au huwezi kuendelea? Kwa sio kwamba unakuta mtu sio kwamba hapana, unakuta mtu amekuaminisha kwamba yeye ni mtu sahihi kwako hivyo. Amekuaminisha, ndio maana unasema huyu atakuwa mume wangu, lakini sasa unashindwa. Kwa sababu nilikuwa naomba hiyo dhana achana nayo tu, nadhani hata mchungaji atanisaidia. Achana na hiyo dhana. Sawa, nilikuwa nimeomba majibu na niliuliza mwanzo kabisa pasina ya kuleta maumivu, si ndio? Hili jambo limekuwa linasababisha maumivu. Wanahusianaje wa vijana wasisababishiane maumivu? Maana sasa kusema paka binti au kijana anaenda magotini madhabahu za kutosha. Wanatoa sadaka paka za kujimaliza na kadhalika. Mwisho wa siku anakuwa analaani watoto wengine wa watu. Kwa hiyo wanahusiana vipi? Natamani nipate majibu kwa watu wawili tu hapa mbele. Kutoka kwa mama, alafu tutamalizia na Buuba. Najua Buuba una maswali yako mengine. Naomba tuanze kwa mama ili ukifika kwako umalizie. Habari za muda. Masuala ya uchumi wataendelea wataalamu hapo, lakini mimi nichangie hii mada ya moto hii. Mimi niseme kwamba yote tuliyoyajadili hapa tutafanikiwa tukirudi kwa Mwenyezi Mungu. Tukumbuke kwamba yupo Mwenyezi Mungu, na jambo la pili turudi kwenye maadili yetu, na jambo la tatu tuwe wazalendo. Ukiwa na hofu ya Mungu au ukimheshimu Mungu wako au Mwenyezi Mungu, huwezi ukajirahisi, huwezi ukagawa tu vocha kwa kila mtu eti kwa sababu nataka kuolewa au kuoa. Hapo ni yani Mungu, unapomheshimu Mungu yani wewe unamwakilisha Mungu duniani. Unajijali wewe, unajitambua, unajithamini. Biblia inasema mtu asiudharau ujana wako. Unapojiachilia sana manake umedharaulika. Na tukirudi kwenye dhana ya ndoa, wamejibu vizuri sana dada hapa na kaka yule pale, kwamba ndoa ni tofauti na tamaa, ni tofauti na hisia tu. Maadamu mtu anapata mihemko basi anataka onje, halafu anaita ni ndoa. Ni vitu yani, ndoa ni kitu ambacho kina heshima yake. Amezungumza habari ya mtu kuwa ana amani kuishi na huyu mtu. Mungu akihusika hapo, huna haja ya kuonja. Kwanza unauchakaza mwili wako. Pili unapunguza heshima yako. Tukirudi kwenye swala la maadili, tangu zamani zinaa ilikataliwa. Tangu zamani, yani hata nje ya hizi imani tulizonazo, wazee wetu walikuwa na taratibu ambazo zinatupeleka kuwa waaminifu hadi mtu anaolewa au anaoa. Unakuta kuna mafunzo walikuwa na jando, unyago wanafundishwa. Ukiangalia ukirudi kwenye makabila yetu haya, kuna kabila moja nyanda za juu kusini walikuwa naweka yani hadi tangazo siku binti au ameolewa au kijana ameoa,
Kuna wazee wanapeleleza, wanajua huyu mtu alikuwa kweli ni bikira au la. Unaona? Vile vitu ilikuwa ni mbinu ya kumrudisha mtu kwenye uaminifu, yani kutunza maadili yao. Unaona? Na jibu swala lingine, habari ya uzalendo, nielezee uzalendo. Vile ambavyo unajirahisi wewe kuolewa na mshangazi, wewe sio mzalendo. Mzalendo anayejali jamii yake na nchi yake na ye mwenyewe hawezi kujirahisi kiasi hicho, anafanya kazi. Yaani kazi ni kipimo cha utu wako pia. Mtu anayependa kupewa huyu utu hana, na ndio maana naye mwenyewe haoni thamani ya utu wake. Kwa nini uende kwa mzee wakati wewe mwenyewe, wakati una vijana wenzio walika yako? Wakati wewe ni wa thamani, taifa linakutegemea, wazazi wanakutegemea, jamii yako, wewe mwenyewe unatakiwa hebu ujipende, jipe hadhi mwenyewe kwamba mimi ni kijana, mimi ni mtoto wa kiume, nina uwezo wa kutawala mtu wa saizi yangu. Usipende kulelewa. Jambo lingine nizungumze, kuna mtu aligusia habari ya kwamba kuna dhana kwamba mtu amekutwa, labda binti akikutwa yeye hajawahi guswa na mwanaume, yeye ndio mwanamke bora au namna gani. Imekuwa kama ni changamoto kwa vijana. Nikwambie kuna kitu hapa wataalamu wetu wanazungumza, na ndio maana wapo, kwa maana ya kutibu mambo mbalimbali. Kuna mtu mwingine hakupenda kukosa bikira katika maisha yake, amejikuta tu, lakini ni mtu mwema, ni mwanamke mwema mwenye heshima zake, anayekufaa. Kwa hiyo isiwe ndo imani kuu kwamba binti akikutwa ndo hivyo tena, huyu sio mwanamke bora. Na kama unaye mheshimu, maana huwezi jua kwa nini amekosa hicho kitu. Mazingira wakati mwingine anaweza kachangia shida mbalimbali. Yaani kuna vitu kama hivyo anatindikiwa katika makuzi yake na malezi yake. Naomba turudi kwa Mwenyezi Mungu. Asante sana. Maadili yamezungumziwa, kuna jibu lilitoka pia kwa brother pale na mambo mengine, lakini pia tumeweka nafasi kwamba siku moja tutadedicate kwa ajili ya hili jambo tu. Sasa Buba, kama utaweza kuturingishia kidogo, kama umechoka ni sawa, twende kwenye yale masuala ya uchumi ili tuweze kupata chakula. Karibu sana brother. Asante. Nitazungumza mambo machache. Niwashukuru sana wazungumzaji wote tumezungumza vizuri na ni mambo ambayo yanatujenga sote. So kwenye swala la mahusiano sitaenda deep sana, lakini muhimu tu ni kama ushauri. Ndoa haihitaji hasira. Yaani kama una hasira usifikirie kuoa. Hilo ni jambo moja, lakini siku zote mjue kwamba ndoa ni taasisi. Kama zilivyo taasisi nyingine, ina misingi zake. Na kwenye ndoa tunajua kama ilivyo taasisi kuna kuwepo na kiongozi, vile vile kwenye ndoa kuna kiongozi. Na heshima lazima ifuate mkondo, kwa sababu mara zote mwanaume kwenye ndoa anahitaji mahusiano. Na heshima itawale zaidi. Sasa kuna changamoto ambayo vijana wengi tunashindwa kufahamu. Tunafikiri labda kwenye ndoa unafuata sex. Kuna muda hata hiyo sex hautakuwa na mnayo. Kwa sababu ndo kama mmeshafuatilia, haya matatizo ya nguvu za kiume tunazo yaona yapo kwenye ndoa, hayapo hata kwa vijana huku tunapo. Kwa sababu ni kujisumbua. Mwisho wa siku utajikuta unaingia kwenye mahusiano na wanawake wengi. Nakumbuka kadri unavyofanya mapenzi na mwanamke yote yule, unabeba spirit zake. Kwa mwisho wa siku hizo spirit zinaendelea kuishi kwako. Utajikuta unaingia manuksi, mamikosi mabaya ambayo yanakufanya usifanikiwe hata kwenye maisha yako. Lakini ukiachilia mbali hilo, lazima tujue kwamba tunachokihitaji kwenye ndoa, kwa sababu kila ndoa ni unique. Tunahitaji nini kwenye ndoa? Ni sex, ni uzuri, ni shepu au ni nini? Hivyo vitu vyote havihusiani kabisa kwenye masuala ya tunapotaka kuingia kwenye ndoa. Kwa ni lazima sisi wenyewe tujiweke tayari, lakini muhimu zaidi kama kaka alivyosema na kaka hapo wa afya akili na viongozi wengine, tumtangulize Mungu. Swala la ndoa, kumpata mke sahihi linamhitaji Mungu. Unaweza ukafanya ufuska na wasichana wote, lakini mwisho wa siku bado ukajikuta usimpate mtu ambaye ni sahihi. Kwa hiyo
tujifunze sana kulitambua hilo. Na turudi kwenye swala la uchumi. Kuna maswali mengi yaliulizwa, nimejaribu kuyakapcha. Kama nitakuwa nimesahau mtaniambia. Nianze na swala la kaka pale mwisho, alisema kwamba kati ya mipango na kusudi kipi kinaanza? Linaloanza ni kusudi siku zote, kwa sababu kusudi ndilo linalo kufanya wewe uweze kupangilia una achieve nini hiyo kusudi lako. Kama kusudi lako labda ni kumiliki biashara ya kitu fulani, maana yake utaanza kuweka sasa mipangilio ambayo itakuwezesha wewe kuweza kukufikisha kwenye hiyo kusudi lako ambalo nalo ulihitaji. Ndio maana nilitamka yale maswala 4 kama sio 5. Kwanza linaanza kusudi, ndio linafuata mipango, then discipline na time. Kwa maana kwenye time ndio kuna ustahimilivu, resilience, unawekeza kwa ajili ya kuachieve yale malengo ambayo umeyaweka. Lakini kuna swali jingine niliuliza kwa mtu kaka pale, uliuliza kwamba kijana ambaye amesoma na wazo zuri anawezaje kuachieve, ana mitaji, sio? Okay. So kwanza lazima ujue wewe unataka kufanya nini. Yaani kitu gani ambacho unataka dunia ikutambue nacho. Kwa sababu shida inayotukuta pia ni ile tunatamani vitu vingi na mwingine ile kukopi. Yaani kisa umemwona mtu fulani anafanya kile, unataka kukopi. Kitu cha msingi ambacho unachopaswa kufanya, copy strategy, not idea ya mtu. Jifunze kwamba yule mtu ametumia strategies gani mpaka kufika pale. Na ukiona strategies zimeshindwa, ndio maana unaambiwa change the plan, not the goal. Kwa sababu kama goal yako ni kuwa mtu fulani, stick pale. Tengeneza branding identity. What is your uniqueness? Na hata kwenye masuala business kuna kitu anaita unique proposition value. Kwamba ile unique selling point yako ni ipi? Yaani unajitambulishaje kwa watu kwamba mimi ni mtaalamu wa jambo fulani, specialization. Si hata tunavyoenda advance tunakutana na hizo specialization, si ndio? Hata ambao wamesoma daktari, kuna mtu amespecialize kwenye kutibu sikio, mwingine amespecialize kwenye jicho. Ni kitu kimoja, lakini ndicho ambacho kinamtambulisha kwamba huyu ni bingwa wa kitu fulani. Kwa hiyo kitu cha muhimu hapo, kwanza unataka dunia kutambue kwenye kitu gani. Then unaanza kuweka mikakati. Anza kufuatilia watu ambao wapo kwenye hiyo area, wamefanyaje. Tutumie simu zetu hizi, sasa hivi ni platform nzuri sana ya kujifunza kulingana na kile ambacho unachokitaka. Angalia wamefanikiwaje. Then tafuta wataalamu, kuna mentors. Tusiwe kuona kwamba nikienda kumshirikisha mtu fulani labda ataiba wazo langu. Hapana. Tafuta mentors. Mentors ni watu ambao wapo kwenye hiyo eneo ambalo nalotaka wewe uwe, na mwisho wa siku wanaweza wakakuguide, wakakupa real examples, experience ambazo zinaweza zikakutoa hapo ulipo kukufikisha sehemu nyingine. Lakini jambo jingine ambalo ni la msingi zaidi, unaweza ukawa hauna mtaji sasa hivi. Swala la mtaji inaweza isiwe sababu sana, lakini naweza nikakupa tips chache na hisi nishagawahi kuzizungumza hapa. Unapohitaji jambo lako lifanikiwe, you can use other people's money. Unaweza kutumia pesa za watu wengine. Kwa mfano, kuingia partnership nilizungumza. Tafuta investors, tafuta marafiki ambao unaweza kushirikiana nao. Lakini kama utajisi you are confident enough kwenda kwenye kukopa, unaweza. Hizo you can use other people's money. Ama kumwazima mtu wa rafiki yako ambaye mwisho wa siku unajua riski yake ni ndogo sana. Hautahitaji yale masuala collaterals na nini. Lakini you can use other people's knowledge. Hapa tupo wataalamu wote hawa wanatoa maarifa. Kuna wataalamu mbalimbali ambao unaweza kuwafuata wakakupa maarifa ya kile ambacho wewe unachotaka kukiachieve. Lakini mwisho wa siku pia tengeneza systems ambazo zitakuwezesha wewe kutekeleza wazo lako hata pasipo uwepo wako. Kwa sababu changamoto pia nyingine ambayo inatukuta watu wengi ni kwamba tusipofanya kama ni biashara, tusipoenda sisi kufanya biashara, biashara inakufa by default. Sasa maana yake nini? Kwa sababu hatujaweka system ambayo inaweza automate, run yenyewe automatically pasipo hata kuwepo sisi wenyewe. Kwa hiyo hizo ni system ambazo unaweza kaweka. Lakini jambo jingine
ambalo unaweza ukalifanya apart from hiyo, you can use other people's network. Kwa mfano, unajua muda mwingine unaweza kumwomba Mungu nipatie fedha, akakupa mtu, na huyo mtu akawa ni zaidi hata hiyo fedha ambayo uliokuwa unahitaji. Kwa hiyo sometimes unaweza utilize network hata ya rafiki yako, ama hata hii network hapa unaweza ukaitumia as long as tu iwe associated na kitu ambacho unachotaka kukiachieve. Kwa kutumia hayo unaweza ukajikuta umefika mbali sana, lakini pia lazima ujue kila kitu kina mchakato, ni process. So invest in time, na wanasema ogopa sana vitu vya haraka, kwa sababu wanasema if it sounds too easy it's a trap, kwamba ni mtego. Ndio inarudi hata kwenye masuala ya mshangazi. Au ukiona kwenye jambo lolote lile kwamba ni rahisi sana ili kulipata, jifikirie mara mbili sana. Inaweza ikawa ni mtego wa kukuangamiza kabisa, mwisho wa siku ukajikuta unapotea. Lakini kitu kingine, kama ukiweka focus, alizungumzia kaka hapa, kuwa focused kwenye jambo ambalo unalotaka kulifanya. Usikubali mtu akuyumbishe. Wanasema a one focused ear can make a 5 year failure. Nizungumze kwa Kiswahili kwamba mwaka mmoja ambao umeweka focus kubwa inaweza ikalipress miaka 5 ambayo umefeli, ambayo imekufanya ukashindwa kutimiza malengo yako. Kwa nini? Kwa sababu umestick kwenye malengo. Kuweka focus manake unakuwa committed na jambo ambalo umedhamiria kulifanya kwa makusudi, iwe ni kwa hali yoyote, kwamba utapambana mpaka kuweza kuliachieve. Swala la kaka, haujasoma lakini unataka, labda una idea nzuri na unatamani watu kwamba watakuchukuliaje, watakuonaje, watakuvalue vipi kulingana na despite kwamba hujasoma. Tambua kwamba kwanza tunapoenda kusoma, utambue kwamba sio wote waliosoma wameelimika. Si ndio? Kuna mtu anayo elimu lakini hajaelimika, yani amesoma. Kwa sababu hata hii shule tunavyoenda kusoma certificate, unapewa labda una bachelor degree. Ile certificate sio yako, degree ile sio yako. Mliona wale wanafunzi wa sauti walinyang'anywa degree yao, walienda manake hata ile cheti tunachopewa ni karatasi tu. Chuo kikiidhinisha kwamba kinakufutia degree, maana yake wewe unarudi from zero, kwamba unakuwa haujasoma. Hamna sehemu yoyote ambapo utaenda utakubalika. Sasa hivi kuna degree mpaka za kupewa, kuna watu hawajasoma lakini anapewa doctor, hajasoma. Kwa hiyo hii formal education isiwe sababu ya kukufanya kwamba usifike kwenye malengo ambayo unaweza kufika. Muhimu, zingatia, soma, learn. Skills ndio zinazolipa zaidi. Sasa hivi platform nyingi sana zipo, hizi informal education learning. Unaweza ukajifunza hata kwa kutumia simu yako. AI zenyewe zinaweza zikakufundisha. Kuna online courses nyingi, kuna university nyingi, mpaka Harvard sasa hivi wana online course. Zingine ni for free, na wanakupa cheti from Harvard. Hujasoma lakini unakuwa certified. Kwa hiyo tujifunze tu kupata hizo platforms, online courses ambazo zipo, tuzisome. Hizo ndio zinazotutengeneza kuwa watu ambao tunataka tuwe katika maisha yetu, na mwisho wa siku tukajikuta tunafikia malengo. Kwa hiyo kiufupi naweza nikasema hivyo. Otherwise mambo yapo mengi, tungekuwa na muda wa kutosha tungeweza kuongea mengi zaidi. Tunapoongelea ndoa kwa muktadha wa kibiblia, kwanza tukubaliane kwamba msingi wa ndoa uko kwenye Biblia. Hata serikali inapata mamlaka ya kufungisha ndoa kutoka kwenye Biblia. Iwe ni ndoa za kiserikali, zote zinapata mamlaka kutoka kwenye Biblia. Kwa sababu wote wanaelekeza kile ambacho Biblia imeeleza. Imeeleza ni muunganiko wa mtu mke na mtu mume. Na hawa watu wawili wawe wamekubaliana kuishi katika muda wote wa maisha yao yaliyofanya nini? Yaliyobakia. Sio kwa mkataba wa kwamba ikifika muda fulani watakoma. Kitakacho watenganisha ni nini? Kifo. Hicho ndio kinachosema. Na ndio maana wanasema ndoa
ni mkataba ambao ni sawa na joki. Nani amewahi kulima kwa ng'ombe au aliye kuona mtu anayelima na ng'ombe? Kuna lile joki linalofunga ng'ombe, wanafunga wawili. Lile joki ukimfunga ng'ombe asiye na pembe, inabidi umkaze zaidi kwenye shingo ili hata akirudi nyuma asiweze kuchomoka, si ndio? Lakini mwenye pembe hata ukimfunga kidogo ukamlegezea shingoni, ili mradi tu lile nundu yake iweze kuhimili kushika lile joki, ataweza kwenda, lakini akirudi nyuma pia hawezi kuchomoka. Sasa ndoa ni sawa na lile joki. Ukiingia umeingia, kitakacho kutenganisha ni msiba. Sijui tunaelewana? Yani kati ya vitu ambavyo havijaribiwi ni ndoa. Yani the moment umezama humo ndani, umetumbukia pap, ni for life. Kwa hiyo hii habari ya kujaribisha ndoa ni tamaduni za kigeni zinazotujia, kwamba huko nje huko walianza na habari ya kuleta ndoa za mkataba, kwamba tunafanya mkataba wa ndoa ya miaka 3, alafu baadaye kila mtu anachukua 50 zake, kila mtu anaondoka. Huo sio mpango wa ndoa, wala sio malengo ya Mungu katika habari ya mahusiano ya ndoa. Ndoa ni habari ya kwamba kuanzia pale mtakapoanza mpaka mtakapokuwa mnamaliza maisha yenu hapa duniani, ndipo mtakapotengana. Iwe ni katika shida, iwe ni katika raha, iwe ni katika furaha, iwe ni katika hasira. Yani ukishaingia kwenye ndoa, jua kuna kupigwa, kuna matukio yako humo ndani, jua kuna kuumia. Ndio maana kuna mtu mmoja alichangia hapa akasema kwamba lazima usafishe moyo wako uwe safi. Usiingie kule ndani ukiwa na vidonda. Ingia kule ndani ukiwa peku. Kule sasa ndio unaenda kukutana sasa na yule ambaye ana imitate. Mzee Muna mpaka anafikia umri huo, sio kwamba hakupitia hizi challenge tulizonazo leo. Naye inawezekana kabla hajaoa alikuwa na wachumba labda hata 10. Sasa katika 10 wale anafanya sorting. Huyu hapa mchoyo, huyu kwao si sawa, huyu muongo, huyu mbinafsi, huyu ana mambo ya kinamna gani, lakini huyu ana mapungufu lakini hawezi kufikia mimi naomba niendane na nani, na huyu. Kwa hiyo anaamua kumchukua yule ambaye anaona kwamba katika mapungufu alionayo naweza nikayabeba. Kingine ambacho natakiwa ukijue kwenye ndoa ni hizi ni kingo mbili tofauti za sumaku zinaenda kukutana. Uchafu wowote utakaoletwa na upande wowote wa sumaku, upande mwingine ukubali kubebana nao. Yani usitake Amina aje kuwa Hamisi, yani aje aishi maisha unayotaka wewe. Kuna wakati unaweza kaingia ndani ukakuta kikombe kiko pale, bakuli iko hapa, sufuria iko pale, deki kule, matapisha mtoto, kinyesi. Sasa ukitaka kwamba yani kwa mara moja tu yani mwanamke hawezi kuendana na wewe, kwamba hapa sebuleni utaki kuona chochote kina prevail, utafeli. Unataka umtoe kwa hatua moja baada ya nyingine. Mke wangu mimi katika hili naona hili halijapendeza. Tena unaombea kwa roho safi. Kumbe mume wangu hapendi hii socks kuwa maeneo haya. Lakini ukianza habari ya kufoka, sasa unapofoka tu unamfrustrate. Kwa hiyo akisikia tu mlango unagongwa kwamba mwanaume unakuja, tayari anasikia harufu mbaya ndani ya nyumba. Kwa hiyo utaingia, afu yeye atafanya nini? Atatoka. Kwa hiyo hayo hizo ni sehemu za ingredient za kufanya ndoa iweze kuwa au ndoa isiweze kuwa. Ila ninachotakiwa kujua ni kwamba unapaswa kuchukua hatua nzuri za mwanzo kutengeneza mahusiano katika ile courtship aliyokuwa anaongelea dada pale, kulikoni kuja kurekebisha ndani ya ndoa. Ndoa haitengenezwi, lakini uchumba yani vunja uchumba ukiona mtu hakufai, kulikoni kwenda kuvunja ndoa ambayo tayari imekwisha kutengenezwa.